Sasa kwa wale walioondokewa na ndugu zao na watoto wao na jamaa zao, natoa tena pole kwa sote, si msiba wao peke yao, ni wetu wote, kwani damu ya Watanzania ni damu yetu sote. Tanzania mmoja akiumia tumeumia wote, kuondokewa na Mtanzania mmoja tumeondokewa wote. Kwa hiyo tuwe pole wote. Kama alivyosema kaka yangu Salum Matimbwa hapa kwamba katika kipindi hiki ambacho mmeniamini kuongoza nchi, nimeshazungumza na wazee mara mbili. Mara ya kwanza niliongea na wazee wa Dar es Salaam mwanzo, nadhani ilikuwa mwaka 2021 mwisho au 22, lakini mara ya pili niliongea na wazee wote wa Tanzania, wawakilishi wao pale Dodoma muda mfupi kabla uchaguzi. Leo ni mara yangu ya tatu na ya kwanza katika muhula wa pili wa awamu ya 6. Nimeona niongee nanyi kutokana na naliyotokea katika nchi yetu. Kwa nikaona vyema kuendeleza utamaduni wa viongozi wetu waliotutangulia, kwamba yakitokea mambo makubwa ndani ya nchi kupita na kuongea na wazee. Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia. Hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi.